Tuna kuabudu tuna. Ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa PhD Ministry, karibu sana mahali hapa. Leo tuna makala ya kuhusu tabia mbaya. Yes, namna ya kuacha tabia mbaya. Ni namna gani uweze kufanya uweze kuachana na tabia mbaya, lakini utajua tabia ina uhusiano gani na neno la Mungu na Mungu. Basi karibu sana, unaweza kusubscribe. Kama upo katika Facebook au Instagram au TikTok, usiache kutufollow. Jaribu kutufollow uendelee kupata matilio ya kimungu katika jina la Yesu aliye hai. Mada hii itawalenga vijana moja kwa moja. Kama mnavyoniona na mimi mwenyewe mtumishi wenu bado ni kijana. Wakati naandaa makala hii bado ni kijana kabisa. Kwa hiyo changamoto za vijana ninazifahamu. Karibu sana na twende pamoja. Nitasoma, kutakuwa na maandiko matakatifu machache, lakini nitakuwa ninakusomea. Kwa hiyo kama unaweza ukafuatana nami, lakini pia unaweza ukaandaa Biblia yako. Basi karibu sana na Mungu akubarikie upate kuelewa. Kabla hatujaendelea, unaweza kujiandaa tuweze kuomba kwa ufupi kwa ajili ya kuelewa makala hii na mafundisho haya ya siri za ufalme wa Mungu katika jina la Yesu aliye hai. Baba mtakatifu, Mungu wa uweza mwingi, nimekuja mbele zako tena katika wasaa huu uliouandaa. Ni baraka zako, uzima na ruhusa yako. Ninakushukuru, ninasema asante. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu aliye hai, kwanza ninakuomba utuhurumie, maana sisi ni wanadamu, hatuwezi kukaa bila makosa. Utusamehe, uruhusu damu ya mwana wako mpenzi iweze kututakasa, tuweze kustahili kunena na kuongea mbele zako kwa namna ile ikupendezayo. Baba mtakatifu, ninawatakasa na watazamaji hata wasikilizaji popote pale walipo, ukaruhusu watakaswe kwa damu yako ya Yesu mtakatifu, kwa neno lile ambalo Yesu anasema, kwa neno lile nililowaambia ninyi mmekwisha kuwa safi. Basi wamefanyika usafi, wamefanyika uendeleo wako. Unawapenda, unawasikiliza Bwana. Lolote watakalo kuomba baada ya makala hii ukawasikilize, maana ninawapa kuomba mambo yaliyo mazuri kwa ajili ya tabia zao na kwa ajili ya maisha yao na kwa ajili ya maisha ya wengine. Ni katika jina la Yesu aliye hai, Bwana wa majeshi, ninaweka mbegu ya macho ya kuona, ninaweka mbegu ya masikio ya kuona, ninaweka na ile mbegu ya moyo mlaini wa kusikiliza. Ni katika jina la Yesu aliye hai. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, itikia amina. Imekuwa katika jina la Yesu aliye hai. Basi karibu sana, tutaendelea kusoma na Mungu akubariki sana. Jina la Bwana liendelee kutenda kazi ndani yako. Kichwa cha habari kinasema namna ya kuacha tabia mbaya. Siri za mbinguni zimewekwa wazi kwako, lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli. Wala hapana anisaidiaye juu ya hao ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Ni aya katika kitabu cha Daniel ambacho ukiangalia katika makala zilizopita utajua tu. Somo lingine kutoka katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 aya ya 7 inasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Ndugu wapenzi wasikilizaji na ndugu wapenzi watazamaji, Yesu ndiye anayejishughulisha sana kwa ajili ya mambo yetu duniani na mbinguni. Basi karibu tukatafakari. Nasema PhD Ministry. Makala hii inatoka katika PhD Ministry
tumwabudu Mungu kwa kweli ya mioyo yetu. Kizazi cha sasa tunaita wito wa kupata watu wa kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa kweli ya mioyo yao, si kwa sababu ya jambo lolote, si kwa sababu ya fedha, si kwa sababu ya amri, bali wamtukuze Mungu kwa kweli ya mioyo yao. Anasema waabuduo halisi duniani ndio wanaonipendeza, nami ninatafuta waabuduo halisi. Kwa hiyo qualification, kama vile Mungu alivyokuwa akitafuta mabikira katika Israeli ili kuweza kumshusha Yesu, hivi sasa au manabii anatafuta kizazi cha Musa, azaliwe Musa tena. Katika kizazi hiki Mungu anatafuta waabuduo halisi ili nguvu ya Mungu iweze kushuka kwa wingi katika kizazi hiki. Nami nawaambia kizazi hiki kimepata baraka, na Tanzania tutaanza kuona utukufu mkubwa wa Bwana, kwa sababu vijana wengi wataitwa ili kuzitenda zile kazi za Bwana mtakatifu. Nami nitafurahi hata kama ikitokea wote wamekuwa makuhani katika jina la Yesu aliye hai. Ni baraka. Bwana akatupe baraka hiyo. Utangulizi makala inasema tabia mbaya ni kama kansa, na hizo kama zipo nyingi ni kama kansa nyingi maishani mwako na mwilini mwako, nazo zote upambana na mafanikio yote ulionayo au uyatarajiayo, yaani yale mafanikio ulionayo au uyatarajiayo ya kiroho au ya kimwili. Maana ya tabia mbaya. Tabia mbaya ni kila tabia ambayo hata jamii ya watu wema au watu wastaarabu wakisikia au kuiona hawawezi kukupongeza au kukuambia aisee, umefanya vizuri. Nyingi ni zile zenye kushangaza na kuhuzunisha jamii, wakijua kuwa hizo nazo na wewe unazo. Tabia mbaya pia inachukuliwa kama giza, inachukuliwa kuwa kama giza na kama uchafu unaotakiwa kutolewa mbali na wewe kabisa. Tabia mbaya ndio mlango mkuu au funguo wa moja kwa moja kwa jaribu au majaribu kutoka kwa yule shetani mwovu mlaniwa. Tabia yoyote iliyo na viashiria hivi ni tabia mbaya ambayo unapaswa kuiacha au kuziacha na kuiondoa kabisa malangoni kwako au mlangoni mwako. Athari za tabia mbaya. Tabia mbaya zina athari nyingi kibinadamu. Moja ya athari zake ni kuachilizwa, kutengwa, kuchukiwa, kutosaidika na mengi kama hayo. Kiroho, tabia mbaya hukuweka mbali sana na Mungu wako, na ni kwa sababu tabia nyingi mbaya si za kitakatifu. Nyingi au zote tabia ni tabia za uchafu na ni giza, na Mungu wetu ni mtakatifu, ana nuru, hapendi giza. Ndio maana akasema wakati wa uumbaji wake, na iwe nuru, nayo ikawa nuru. Kama vile alivyosema hapo mwanzo, palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Atasika naye neno, huyo neno alikuwa Mungu, wala pasipo yeye hakikufanyika kitu. Na huyo nuru, huyo neno alikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Katika jina la Yesu aliye hai. Ni kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 1, utaenda ukipata muda ukasome. Mungu ni nuru. Anasema pia tabia mbaya huweza kuwa mojawapo wa milango mirahisi na iliyo wazi kwa kutoa kibali kwa shetani kututesa kimwili na kiroho. Tabia mbaya ndiyo mlango wa mtihani wa kiroho pia, unakoanzia na unakomalizikia. Hapo ndipo pakuwa na uwezo wa kushinda. Hapo ndipo panakuwa na uwezo wa kushinda au uwezo wa kushindwa katika tabia zako. Wengi wanashindwa kwa sababu ya kutokujua vipindi na aina ya mitihani au jaribu, na hiyo ni kwa sababu ya kutokuziangalia tabia zao katika vipindi mbalimbali vya maisha yao. Katika mabano inasema, na kushauri uendelee kufuatilia PhD, utafahamu mengi ya kimungu, Mungu na siri nyingi za mbinguni utazifahamu, kwa sababu huduma hii ipo kwa ajili ya kufundisha siri za mbinguni kwa ruhusa ya Baba Mungu mtakatifu.
Pamoja na uwezo wa hekima kujua na kuamua kuacha na kuacha mabaya na kuyafuata mazuri, tabia mbovu ndiyo mizizi ya dhambi. Hiyo ni siri nimekupa, kwamba kuna matendo, kuna mawazo, kuna kitu kinaitwa tabia. Tabia ndo mzizi wa jambo. Pia ukiangalia katika mtiririko ule tutaenda kuona mbele hapo katika makala hii inayofuata, anasema mlolongo wa asili ya mtiririko wa mnyororo wa giza na au mnyororo wa nuru. Katika namba 1, mnyororo wa kwanza unasema mawazo mema. Mawazo mema yatazaa maamuzi mema, japo wengine wanaweza kuwaza mambo mema na kuamua mabaya. Yani tunasema ile possibilities. Nitaanza kuambia kwamba everything is mathematics, logic. Si mnajua hesabu, mnajua mahesabu. Kwa hiyo hii ni logic. Unapowaza mema, possibility, unaweza probability, kama mlisoma probability. Kwa wale ambao bado msihofu, mtaendelea kusoma hata mathematics hapa. Hata kama ulikuwa huipendi, mwalimu atakuwa anakufundisha mathematics hapa, utaipenda. Kwa sababu mimi nimezaliwa kuwa mwalimu. Yes, lakini pia naona ni zaidi ya mwalimu. Bwana ni mwema. Kwa hiyo unapokuwa na mawazo mema, unaweza kufuata kati ya njia hizi mbili. Mawazo mema yatazaa maamuzi mema, lakini pia hayo maamuzi yatazaa matendo mema, na matendo mema yanapokuwa sasa yanarudiwa ndio inakuwa tabia. Kwa hiyo inazaa tabia njema, tabia ya kuamua, ya kuwaza, tabia ya kuamua, tabia ya kutenda matendo mema. Kwa unapokuwa unafanya kwa kurudia, basi unakuwa na tabia njema, kwa sababu tabia ni mrudikano wa mambo mengi yanayofanyika kwa kurudia. Ndio maana watu watasema huyu ni tabia yake. Okay? Kwa hiyo baada ya tabia njema unakutana na kibali cha Mungu, na ukipata kibali cha Mungu unapata matunda mema na maisha matakatifu duniani na mbinguni. Mtakapoacha yote, utapata mara 100 hapa duniani na mwisho uzima wa milele. Hizo ndizo ahadi zinazokuja moja kwa moja na mnyororo huo wa kwanza. Mnyororo wa pili ni ule mnyororo wa kishetani. Unasema mwanzo kabisa ni mawazo. Chanzo chote katika kitu tunapokea kama mawazo, inayoleta information ndani yako ni kama wazo. Linaweza kuja kama neno, kama ushauri, kama sauti, lakini yataingia katika mawazo yako, na katika mawazo yako mabaya utazaa maamuzi mabaya. Okay? Na ukiisha kuzaa maamuzi mabaya utayatenda matendo mabaya, na ukiisha kuyatenda matendo mabaya kwa kurudia utakuwa na tabia mbaya, na ukishakuwa na tabia mbaya yatazaa matunda mabaya, na katika matunda mabaya kutakuwa na kuchukiwa na Mungu, na huko katika kuchukiwa na Mungu ndipo utapata maisha mabaya duniani na baadaye kuzimu. Kwa hiyo kuna njia hizo mbili unapokuwa unataka kuamua. Kuna possibility zile ambazo mtu anawaza mema na anaamua mabaya. Kuna possibility pia zile mtu anawaza mabaya lakini mwisho wa siku anaamua mema. Yote kwa yote, hizo ndio njia mbili, mwishoni utaishia wapi? Kwa hiyo jua kuangalia mawazo yako, jua kuangalia njia zako, jua kuangalia maamuzi yako, jua kuangalia matendo yako, jua kuangalia na matunda yako, uyachunguze. Makala inaendelea kwa kusema hiyo ndiyo asili ya mambo yalivyo, lakini kwa sababu ya majaribu ambayo huja kwa sababu nyingi ambazo huwa ni sisi kuruhusu aidha kwa wazo au kwa neno baya kulikubali kwa kujua au kutokujua, hapo ndipo shetani hutumia vigezo vya ukosefu wa hekima kwetu kutufarakanisha na Mungu na njia asili ya matunda na matendo, kwa kutumia tabia zetu na kwa kutumia tabia zake mbovu. Yeye shetani ni muongo na ana kiburi na haridhiki, pia anatuchukia sana, ni mwenye chuki sana nasi, mjue hivyo ndugu watazamaji na ndugu wasikilizaji. Kwa hiyo
hupindisha njia ya mnyololo wa mawazo, tabia na matunda kuonekana yalivyo. Mema ndiyo mabaya na mabaya ndiyo mema. Kwa hiyo yeye hupindisha yale yaliyo mema, anayageuza ili yaonekane mabaya, na yale yaliyo mabaya anayageuza kwa ili yaonekane mema. Akumbuka aliposema na Eva, hapana, hamtakufa, mtajua mema na mabaya na mtafanana kama Mungu. Kuna mambo alisema tutajua mambo na mabaya na tutafanana kama Mungu. Hilo alikuwa sio analiumba, lilikuwa lilipo, kwamba sisi tunafanana na Mungu tayari na tunajua. Mungu alipomwambia Adamu usile, Adamu alijua Mungu hapendi mimi nile. Kwa hiyo alijua jema na baya. Kwa hiyo alikuwa anarudia, ila alisema uongo kwamba tutakufa. Kwa hiyo tukamsikiliza. Mama yetu alimsikiliza, na mama yetu akaenda akamshawishi na mume wake wakala, na yeye baba akasikiliza ushauri mbovu wa mke wake. Katika jina la Yesu aliye hai, Mungu awape kushauri ushauri mzuri, nasi Mungu atujalie kuwa na akili za kupambanua ushauri mzuri na ushauri mbaya. Ni katika jina la Yesu aliye hai. Inatupasa tuwe makini sana, maana alikuwa kerubi mkuu sana. Kwa hiyo kuna mambo ya kiuwezo fulani anajua, japo sio yote. Tusipokaa chini ya neno la Yesu, amini usiamini, hatuwezi peke yetu. Ajenda ya kuhakikisha mwanadamu anaijua na alisikia nzima mbinguni. Anasema ajenda ya kuumba mwanadamu, kumlazi. Hapo tumeandika kuimba, ni typing error, lakini anasema ajenda ya kuumba mwanadamu yeye shetani anaijua na aliisikia nzima mbinguni, wakati baba anasema, na upendo wa baba kwetu. Yeye shetani anaujua namna baba anavyotupenda, anaijua hiyo siri. Ndio maana akaona wivu pia na kudhamilia kutumaliza na kudhamilia. Alianza kupigana na Yesu alipokuwa anataka kuzaliwa, akapigana na baba yetu Adamu, akapigana na ajenda huko mbinguni kwa sababu ya tamaa zake. Aliona baba anavyotupenda akatuchukia, naye ameshuka kuja kufanya vita nasi. Maneno ya maandiko yanasema wazi wala hayafichi. Kwa nami nakuja kusisitiza na kuwafunulia mwanga mkubwa, kwa sababu sikiliza nikwambie, somo ni moja. Inaweza kuwa physics, inaweza kuwa biology, inaweza kuwa mathematics, lakini ufaulu wa vijana katika shule au sekondari itategemea na namna ya mwalimu anavyofundisha na namna anavyokaa na wanafunzi wake. Mimi naamini utaelewa. Kwa hiyo hakikisha una subscribe. Mimi ni mtumishi wako, rafiki yako, kaka yako, kijana mwenzako, yes, mtu mzima mwenzako katika neno la Bwana. Mungu akubariki. Usubscribe au utufollow, inategemeana unaangalia kutoka wapi au unasikiliza kutoka wapi. Mungu akubariki kuwa na moyo huo, ni katika jina la Yesu aliye hai. Neno linaendelea kusema shetani anajua utisho. Shetani, hapo ni shetani, anajua utisho unamfanya mwanadamu atubu haraka sana na kumrudia Mungu, kama wana wa Israeli mlimani Sinai walipomwambia Musa aseme yeye na Mungu, wao wamsikie Musa, na Mungu akasema wamewaza vyema, ingalikuwa wangekumbuka utisho wangu wakakaa katika njia njema wangeokoka. Okay? Kwa hiyo yeye shetani hawezi kuja ghafla kwa utisho wa sura yake, akikutisha ukaokopa ukawaza kuto kuongea naye. Anajua utakuwa umetenda jambo jema, na yeye hawezi kuwa chanzo cha wewe kuwa mwema moja kwa moja. Hawezi kukupa hiyo fursa kwa sababu hakupendi. Kama alivyo anajua ana nguvu ya kukuua, kama alivyo anajua hana nguvu ya kukuua moja kwa moja. Yeye hana nguvu, anakuja kama mwema, kumbe anakudhihaki
ili uingie kingi. Maneno ya vijana wanasema ili uingie kingi kama mshauri mzuri vile, kumbe ndiyo anakupoteza moja kwa moja. Yesu anasema ninachowapa mimi si kama ulimwengu uwapacho. Shetani ni mdanganyifu, kwa hiyo huweza na kutumia udanganyifu wa mali pia ili kutudanganya sisi wanadamu. Kwa hiyo Mungu atupe akili ya kujua hila za yule shetani. Kadri ya siku unavyoendelea kuomba, omba hekima kama vile Suleiman alivyoomba hekima ya kutawala. Wewe omba hekima ya kutawala na kujua mbinu za yule muovu anazozitumia ili upate kushinda. Utaona unapoanza kumtafuta Mungu, unaona mambo mabaya yanaanza kukujia. Usije ukasema Mungu ni mwema. Hapana, hayo ni majaribu ambayo yanakujaribu ili uingie kingi, umkosee Bwana Mungu wako. Checklist ya tabia mbaya. Hapa tunaenda sasa katika hatua ambayo ni nini ufanye ili uweze kuanza kuzitoa tabia mbaya katika maisha yako, katika fikra zako, katika maamuzi yako. Angalia neno linasema checklist ya tabia mbaya. Hakikisha andaa checklist ya tabia zako zote mbaya, kila unazozikumbuka, hasa zile unazoziona ni kubwa, maana tabia ile inayokutenga na Mungu kwa haraka ndiyo tabia kubwa ya kuanza nayo haraka na kujitahidi kuiacha haraka. Anza kuona namna ya kuziacha kila muda, kila siku, pambana kuziacha. Ikibidi kumbuka, funga na kuomba. Okay? Kumbuka, funga na kuomba. Anasema kumbuka lile neno wanafunzi walilomuuliza Yesu, Bwana, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Akajibu akasema, amini amini nawaambieni, namna hii haitoki ila kwa kufunga na kusali, ila kwa kufunga na kuomba. Tabia zingine zinang'ang'ania kama kupe. Ni kwa kuomba na kufunga ndiyo dawa na njia iliyoshauriwa hata na Yesu mwenyewe kuweza kufaulu. Kufunga na kuomba ndiyo njia ambayo sasa ipo. Kwa hiyo ufuate hiyo kama vile Yesu alivyotushauri. Akazidi kushauri, kesheni basi na kuomba ili msije kuingia katika majaribu. Kwa hiyo jitahidi kuacha huku ukiomba, tena pia ukifunga. Na unapokuwa unaona tabia umeishinda kwa jina la Yesu, na unaweza ukaitiki, na unapoona inaanza au kama imekoma kabisa na kuanza kufutika, unaanza kujipa hongera na kusema mimi ni mshindi, mimi ni mzima. Jitamkie maneno ya ushindi. Unavyoendelea kutamka ndipo unapoumba mambo mema katika maisha yako. Tuna kuabudu tupo katikati na karibia kabisa ya mwisho wa makala hii, lakini tutoe nafasi kwa kumwabudu Bwana kwa sekunde chache. Bwana mwekea tuna Baba tuna udwe aipokee sala zetu Bwana, pokea na ibada yetu. Bwana muangalie kila anayejiconnect na makala hii pamoja na mafundisho haya. Usimuache peke yake Bwana, ukatembee pamoja naye, ukamfungue, ukambarikie sana. Basi tuendelee na makala. Makala inasema sio lazima kila mtu ajue kwamba wewe unaandaa tabia zako mbaya. Hapana, wewe andaa kwa siri, pambana kuziacha, kuwa serious, amua kweli kutaka kuacha uchafu huo. Tabia mbaya iwe ni sugu au sio sugu, ni kama uchafu uchakazao nguo unaotakiwa kufuliwa ili nguo ibaki safi. Kichwa cha habari kinasema ukishinda Mungu anakuhudumia.
Katika safari yako yote hiyo ya kusafisha nguo yako, mwili na roho yako, utakapofanikiwa uwe na uhakika kwamba Mungu anakuhudumia. Mungu atakuhudumia. Tangu sasa Mungu ameshaanza kuandaa mipango ya wewe kukuhudumia. Siri za mbinguni zimekwisha kufunuliwa kwako. Ndio maana hata neno nasema ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kwa neno lingine, injili mpya, agano jipya. Agano jipya ni siri, mafunuo yote kwa uzima wake ni siri za ufalme wa mbinguni. Kama mlikuwa hamjui, nimewafunulia hilo, nalo likatembee pamoja nanyi. Tafakari Mungu kila wakati wa maisha yako. Anasema ukishinda, Mungu anakuhudumia. Ushindi wako utamfanya Mungu aone tabia zako njema vizuri kabisa, kwa maana giza litatoka katika maisha yako. Okay? Na malaika wakaja wakamtumikia. Wakati ule Yesu anapata majaribu, neno la Mungu linasema aliposema nenda zako Shetani wewe, imeandikwa utamwabudu Bwana Mungu peke yake, na yeye tu ndiye utakaye muinamia. Mungu atajisifu kuwa nawe, maana hata wazo zuri tu Mungu analiona kabla hujaliwaza. Vipi je utakapolitimiza wazo hilo? Wazo la kuacha tabia mbaya ni wazo jema. Atakapoliona atatabasamu, na atakapoona umetia akili moyo wako, akili kichwani mwako, na kuamua kuziacha kufuatilia, atakupa nguvu. Naye atakapoona umeshinda, atakuhudumia na kukubariki. Atatumia mfano wako katika ufalme wa Mungu, kama vile Ayubu alivyoambiwa. Mungu atajisifu kuwa nawe katika dunia, maana hata wazo zuri tu Mungu analiona, kama vile mawazo ya Daudi alivyowaza kumjengea nyumba. Okay, hata kabla hujaliwaza. Vipi je ukilitimiza? Pia atakupenda Mungu kwa kuwa umetoa sumaku ya mashtaka ya adui yenu Shetani mbele zake, na uhalali wake kwa mateso yenu. Unapokuwa na tabia mbaya, Shetani anapata kibali mbele za Bwana kuweza kuyatesa maisha yenu, kuweza kuingilia, kuweza kuharibu maisha yenu. Kwa neno la Shetani la ushawishi linapokubalika, anaharibu maisha yenu, kama vile Ayubu alivyoharibiwa. Mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Hapa Mungu alikuwa anajisifia katika jopo la mbinguni. Hebu angalia huo utukufu. Mungu anajisifia kuhusu wewe utakaposhinda. Tunaweza tukaangalia kitabu cha Ayubu kwa haraka. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 aya ya 6 hadi ya 9. Neno la Bwana linasema ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Okay? Kwa hiyo Mungu anajisifia mtu mkamilifu na mwelekevu, mtu ambaye yuko tayari kuelekezwa neno la Mungu, akisoma analielewa, akifundishwa na Roho Mtakatifu anasikia, akifundishwa na watumishi anasikia. Mwenye kumcha Mungu, lazima ujue kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni kumwogopa na kumsikiliza na kumwabudu na kumsifu. Kila neno liwe Mungu ndani yako, na kuepukana na uovu. Hizo ndo siri unazotakiwa kufuata. Mungu atakupenda. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 4, ile sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 11, tunaona habari ya tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Ukipata muda na wasaa utaenda kusoma habari hiyo.
ni habari ya namna ya majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristo, pale ambapo alipokuwa anafanya maombi ya kufunga, basi shetani akatoka kwenda kumjaribu. Neno la Mungu linasema Mathayo mtakatifu sura ya 4 aya ya kwanza, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Hapo Yesu akajua hila ya yule mwovu. Yes, alikuwa anaijua, lakini akaona amezidi. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani. Muwe na uwezo wa kumwambia nenda zako Shetani, kwa sababu wakati mwingine anahitaji ruhusa yako kumtoa katika jina la Yesu, kwa neno lako la mamlaka. Nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Kwa hiyo uwe na uhakika, utakaposhinda, Mungu anatuma jopo la malaika kuja kukupongeza. Basi makala inasema, mimi sasa ninasema, lakini nawaambieni, kama ninyi mnavyojua, mnapomwona mtu mwenye akili na kusema, huyu ana akili na huyu hana, ninyi mnaona Shetani kuwa ana akili nyingi na uwezo mwingi, lakini ukweli ni kwamba Yesu na Mungu wana uwezo na ni wenye akili kubwa sana, mara nyingi sana kuliko Shetani. Okay? Ninawashangaa mnaokimbilia msaada kwa Shetani. Ni sawasawa na kwenda kwa simba kuomba msaada. Bwana awahurumie sana. Tunaweza kama binadamu. Hichi ni kichwa kingine cha habari kinasema tunaweza kama binadamu. Usiseme hauwezi. Kuna namna na vipindi maalum, muda wa kuweza na muda ambao unasema hauwezi. Basi sikiliza kwa makini uweze kuelewa makala hii. Ni siri nyingine ninakufungulia. Binadamu, kuna neno linasema hatuwezi. Futeni akilini hilo, tena lisiwepo moyoni mwenu. Mwandishi anasema, ulimwengu usilikumbuke kama limetajwa nanyi. Kila neno ni roho, na likizidi inakuwa imani. Imani hubadilisha kweli kweli, ni jambo halisi. Aminini hivyo. Acha kuwaza kuwa hatuwezi. Wewe kama mwanadamu, acha kuwaza kuwa hatuwezi. Jua kwamba tunaweza kushinda yote, hata dhambi pia tunaweza kuishinda. Sisi ni wakuu sana na tuna uwezo sana wa kushinda pamoja na Yesu. Okay? Pamoja na Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai. Hapa mwandishi ameandika siri, kwamba ni siri, maana yake inafunuliwa kwenu sasa. Elewa, Shetani anataka ujione dhaifu ili azidi kukukandamiza. Sikiliza na uelewe, unaweza kushinda. Acha kujiendekeza. Wewe ni mfano wa Mungu na una uwezo, na tuna uwezo mkubwa sana wa kushinda. Laiti tungalijua, laiti ungalijua. Jua sasa kwamba tunaweza kila kitu, hata kuwa watakatifu tunaweza. Ndiyo, tunaweza. Acha kuogopa, amini tu, na usiogope kusema utakatifu tunauweza. Sisi ni watakatifu. Mungu anatupenda. Tumekuwa safi, tumeshinda, tumesamehewa, tumeokolewa.
Yes, kili imani hiyo. Tuna kibali duniani na mbinguni. Rudia maneno hayo, sema kwa nguvu. Jua sasa kwamba tunaweza. Akili yako iweke hicho kitu ndani yako. Kila kitu, hata kama watakatifu tunaweza. Hata kama watakatifu ndio tunaweza. Acha kuogopa, amini tu, na usiogope kusema utakatifu tunauweza. Sisi ni watakatifu. Rudia maneno hayo, sisi ni watakatifu. Mungu anatupenda, tumekuwa safi, tumeshinda, tumesamehewa, yes, tumeokolewa, tapata sika rapo tashao. Tuna kibali duniani na mbinguni. Sika la maana ya laiti mgalijua namna ya pendo la Bwana atupendalo yekete, mngeweza kubadilika haraka. Mungu awape nguvu ya kubadilika ndani yenu, mkawe watu wenye kumpendeza Bwana. Maana Yesu ni neno, na neno alilosema peke yenu hamwezi. Ni kweli. Hakuna neno ambalo Yesu alisema peke yenu hamwezi. Nasi tutakwenda kulisoma ili muweze pia kuona limeandikwa wapi. Kwa nini ninasoma maneno ya maandiko matakatifu? Ninasoma maneno ya maandiko matakatifu sio tu ili kukuaminisha au kukufanya uamini, bali ninayasoma ili ujue kwamba yaliisha andikwa. Yes, ukiweza uamini kwamba yapo kwenye Biblia, kwamba siyatoe kichwani mwangu, bali nayatoa kwenye maneno ya maandiko matakatifu. Na ninaposoma maneno haya, ninataka ujue kwamba ni neno la Mungu, na kwamba hata ukiacha kuwaza kama Yesu alivyosema, hata kama hamniamini mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, basi mniamini hata kwa kazi zile. Ni nani ambaye alishawahi kufanya kazi hizi mbele zako? Basi Mungu aendelee kukuza huduma hii, iendelee kufanya maajabu na miujiza makubwa ambayo yatakayowasababisha muweze kuamini. Okay? Lakini ni nani atakayeweza kuikonvinsi akili ya mwanadamu kama si Mungu mwenyewe? Baba Mtakatifu, ninakuomba uingie ndani ya akili za watu wao wanaosikiliza na watakaosikiliza, hata wakisikiliza uvumi wake tu. Mungu kaweke neno ndani yao ya kuamini ili tu wapate kuokolewa. Mungu Mtakatifu, nasi kama vijana, mimi ni kijana, ninajua changamoto zinazowapata vijana, nami ninasema tutajitahidi mpaka tuwe wakamilifu mbele za Bwana Mungu wa majeshi. Bwana anachofanya ni kutupa neno. Akisha kutupa neno, tukiwa wasikivu, anatupeleka kwa Yesu, naye Yesu mchunga mwema anatulinda, maana anasema kila aliyewaleta kwangu ili wasipotee nitawafufua siku za mwisho. Anakufufuaje? Ndipo hapa sasa anakuandaa ili ustahili kufufuliwa, kwa sababu akibaki na wewe bila kukufundisha utaanguka mwisho wake. Kwa hiyo anakufundisha ili uweze kusimama mwenyewe. Yes, kawafanyeni watu wote kuwa wanafunzi. Anakufanya wewe mwanafunzi, anakufundisha ili upate kustahili ile haki atakayotaka kukufufua, sababu yeye ni Mungu mwenye haki. Tunasema sasa maana ya neno lile analosema, alilosema peke yenu hamwezi. Sikiliza kwa makini uelewe. Hili neno pia ni kweli, lakini kila neno ni sahihi kwa lengo maalum na kwa wakati wake, yani wakati husika. Ni kweli hatuwezi, lakini si wakati wote wa maisha yetu kwamba hatuwezi, isipokuwa kama mtoto akuavyo ndivyo na zaidi pia kiimani tukuavyo. Kiimani ni kioo cha kuendea utakatifu. Yani kama vile mtoto anavyozaliwa na kukua, na hata sisi katika imani ndivyo tunavyokuwa. Kwa hiyo kule kuzaliwa ni kioo cha mambo yanayotendeka katika imani. Mara nyingi Mungu ameweka vitu duniani ili kuweka kioo, kufanya kwamba ninyi watu, Mungu ana siri na anauendesha ulimwengu huu katika siri kubwa, kwa sababu kuna maadui wengi wa kiroho. Tunashindana na nguvu za giza. Neno la Bwana lolote shetani hawezi kulielewa, yani halijui. Kwanza amefungiwa kuyajua hayo. Okay? Kwa hiyo mnaoyaelewa ni nyinyi watu ambao mnasema mnaweza kuokolewa. Mwanadamu ndo amepata neema, hata kama ni mkosefu, apate hata kusikia neno ili abadilike ndani yake, aokolewe, kwa sababu roho ya mwanadamu imepewa uwezo wa kujibadilisha kuwa katika wema au kuwa katika uovu. Uchaguzi uko kwao. Uzima
na kifo, mauti na uzima viko mbele yako. Chagua uzima upate kuwa mzima. Neno la Bwana linasema. Kwa hiyo muwe mnaangalia vitu kwa picha ya kioo, mkitafakari Mungu ananifundisha hili kwa jambo gani? Makala inaendelea inasema, mjue kuwa wapo watu walishinda na kwenda mbinguni kabla ya kufa Yesu msalabani. Nao ni Henok, Musa na Eliya, hata Ibrahimu pia, Isaka na Yakobo na uzao wao aliowakubali Mungu. Ndio maana, lakini kipindi kile walikuwa wachache sana. Ndio maana wakati anamwita Musa alimwambia, mimi sio Mungu wa wafu, bali wa walio hai, yaani wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Wako hai, si wafu. Maana yake si wafu, ni watu walio hai katika ufalme wa Mungu. Ndio maana hata Yesu alipokuwa anasali, Musa na Eliya wakamtokea, kwa maana ni viumbe wanaoishi katika ufalme wa Mungu pia, kwa sababu ya neema na rehema za Bwana. Neno linasema hao ndio Biblia inasema wazi walishinda, kiasi kwamba mauti wengine haikuwaweza, maana walichukuliwa kwenda mbinguni bila hata kufa. Okay? Musa alipata neema hadi akamwona Mungu sura kwa sura. Ibrahimu pia alitokewa na Mungu mwenyewe akiwa katika Utatu Mtakatifu, alipokuwa ameshuka kwenda kuiangamiza Sodoma na Gomora. Aliposema, hebu twendeni tukaangalie maovu ya Sodoma. Je, kadiri ya maovu na kilio cha dhambi kinachonifikia mbinguni ndivyo walivyo? Na kama sivyo nitajua. Mungu huwa ana tabia ya kushuka kuja kuhakikisha. Okay? Makala inaendelea kusema na neno linasema, sio kwamba walijishindia wenyewe kwa nguvu za uweza wao. Hapana. Ni kwa neema. Na Yesu kama neno tangu zamani alikuwa ndio anasema nao pia, hata wakati wao huo wa zamani, hapa ambapo hata sasa ni kwa neema ya Yesu huyo ambaye yupo anasema nasi tena kwa ukubwa zaidi katika kizazi hiki cha Agano Jipya. Wengi mmezoea kusema tunaishi kwa neema. Ni kweli, ni kwa neema, na neema zote na uwezo wote Mungu ameshatupa. Sisi tu ndio akili bado ziko butu, au tunajifubaza wenyewe, kwa sababu tumeuzidisha ushetani na ubinadamu sana kuliko umungu wetu ndani yetu, na kutukuza ubinadamu sana, kuogopa. Lakini sisi ni washindi, laiti mngalijua. Tena tukijua tutaanza kushinda kwa ukubwa sana, na sasa tumejua. Anza kushinda. Mtumishi wa Bwana, ninakupa uwezo huo. Tunaanza kwa kutamka. Okay? Tamka juu yako baraka. Tamka baraka juu yako. Acha uzembe. Anza. Ndiyo nakwambia hivyo. Kabla ya kumaliza hata mstari huu, kabla ya kusikiliza, anza kutamka. Anza kutamka maneno ya baraka. Mfano, unaweza kuanza kusema kutamka. Tamka na useme, ulimwengu usikilize, mbingu zisikie, ardhi zisikie kwamba umeshinda. Wewe ni mshindi. Okay? Sisi ni washindi. Naweza. Mimi ninapendwa na Mungu kama tulivyosema awali. Ni baraka. Mimi ni baraka wala sio laana. Sema maneno hayo. Sema Mungu aliweke neno lako liumbike, na yote mema juu ya moyo wako na nafsi yako na mwili wako, hata kila kitu chako kibaliki kwa jina la Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Yaani baliki kila kitu ambacho kinapita katika maisha yako. Shukuru kwa jina la Bwana. Ani nani aliyeyaumba hayo yote? Si mimi Bwana. Neno hilo alimwambia Musa. Kwa hiyo unachoona chochote, shetani asikudhulumu, asihisi kwamba wewe unatakiwa kushukuru Bwana. Shukuru Bwana. Mimi ni kijana, siwezi kuwaficha. Hata neno lile la habari ya watu mliopata kuwa na baraka za ndoa, mkimaliza na kabla ya huduma ya ndoa, shukuru Mungu. Omba na ushukuru Mungu kwamba asante Bwana kwa kunipatia furaha ambayo ninaifurahia. Yes, kama unavyoshukuru kwa chakula, kama unavyoombea chakula, ombea hicho nacho ni chakula cha kimwili. Bwana akubariki sana kujua akili za mbinguni. Maana Yesu aliposema peke yenu hamwezi, maana yake ni nini?
na lini hatuwezi na lini tunaweza. Okay? Neno linasema lini hatuwezi na lini tunaweza. Mara tu tunapozaliwa hatuwezi, wala hatuwezi kujizaa sisi wenyewe. Ni kwa neema tunazaliwa. Yes, kuanzia uhai wa baba zetu nao na maisha yao, kutungwa mimba zetu ndani ya matumbo ya mama zetu, kuzaliwa kwetu ni kwa neema. Wote tuna neema, hata wokovu wote huu ambao tumepewa ni kwa neema. Hiyo neema anatoa nani? Anatoa Mungu mwenyewe, mtukufu wa Israeli. Okay? Lini hatuwezi? Ni kwamba kama mama azaapo mwana, yule mwana mchanga, pakiwa hakuna mtu yeyote wala hospitali yoyote wala mnyama yoyote, yeye huyo mtoto amezaliwa, labda ameachwa tu hapo, hakika hawezi peke yake kuishi. Amini na kuambia, hatoweza kujilisha, hatoweza kujitafutia, wala hatoweza hata kujiogesha, wala hataweza hata kuongea, hata kuishi, mpaka mama au msaidizi awepo na au Mungu mwenyewe awe ameingilia kati. Nawaambia, mwisho wa siku mtoto yule ataangamia, kwa sababu yu ni mtoto mdogo. Hata katika wokovu iko hivyo. Okay? Mungu tu alikuwa na uwezo wa kuishi peke yake enzi hizo za utukufu wake. Mungu yuko peke yake, hatujui alikotoka. Kwa hiyo yawezekana yeye alikuwa Mungu, sio inawezekana yeye yu peke yake. Kabla anasema kabla ya yeye hakuna kitu kilichoumbwa. Kwa hiyo alikuwa peke yake. Kwa hiyo Mungu ndio aliweza kuishi peke yake. Kwa katika kitabu cha Yohana kwa Samale inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, na Baba ndiyo mkulima. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Kwa aliposema ninyi hamwezi neno lolote, alisema kwa maana ya ule uchanga. Lakini baada ya yeye kuendelea kutufunda na kuendelea kutufundisha, baadaye tunakuwa na uwezo. Yesu anasema akawaita watumishi, akawapa uwezo wa kutoa mapepo, uwezo wa kuhubiri, na anasema itakuwa hata hamtakuwa mnaniomba mimi, kwa sababu Baba mwenyewe atawapenda. Kwa hiyo Yesu anatushauri tuweze kujisimamia. Yesu anatushauri tuweze kukaa ndani yake. Neno lake, yeye ndio neno, na tukiwa na neno lake basi tukazifuata sheria zake. Baba anasema pendaneni. Okay? Mungu atakuwa pamoja nasi. Katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 15 aya ya 1 hadi ya 8, neno la Mungu linasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Maana yake hapa anasema msipokaa ndani yangu hamtaweza kukaa wala kufanikiwa lolote. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo anaendelea na ushauri mwingine mpaka sura ile sura ya 8. Tutaendelea. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Kwa hiyo kama Yesu amekuacha, kwa hiyo sasa watu ndio wale mashetani, mapepo, majini na vibwengo, inabidi wakuchome moto. Watakuchoma moto kweli kweli, kwa sababu umekataa kukaa malangoni kwa Bwana. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo hawaiti wadogo zake, anawaita wanafunzi. Unapokuwa mwanafunzi unafundishwa neno la Bwana la kushinda. Okay? Kwa hiyo tutaendelea wakati mwingine.
Lakini kama ile habari niliyowasomea ni katika kitabu cha Danieli. Nendeni mkatafute mkasome katika kitabu cha Danieli. Mungu atawaongoza. Nikisema nitafute hapa haraka haraka pia. Bwana atuongoze. Kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli sura ile ya 10. Lakini sura ile ya 10 aya ya 21 utaenda kuikuta hapo. Lakini pia nitasoma sura ya 9 aya ile ya 21 ili upate kujua kwamba Danieli alikuwa anaambiwa na nani. Naam, nalipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabrieli niliyemuona katika njozi hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni, akaniagiza, akaongea nami akasema, Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Kwa hiyo unapoanza kuomba kwa kweli ya moyo wako, amri inatolewa mbinguni kwa malaika, nenda ukafanye jambo hili kwa imani kweli. Kwa hiyo katika kitabu kile cha Danieli sura ya 10, malaika huyu anamwambia, kwa sababu alipokuwa anakuja ndani ya siku 21 alizuiliwa na mfalme wa Uajemi huko, manake ni pepo liliingia kwa sura ya mfalme wa Uajemi, likaenda juu huko, pepo likaenda likamzuia mfalme, likamzuia malaika Gabrieli asije. Lakini Yesu ambaye ndiye malaika Mikaeli mkuu wa majeshi akaenda kumsaidia. Ndipo sasa yule malaika anamwambia Danieli, anasema katika sura ile ya 10 kitabu cha Danieli aya 21 inasema, lakini nitakuambia yaliyoandikwa katika maandiko ya kweli. Maandiko ya kweli ni maandiko ya kweli yaliyoandikwa duniani na mbinguni. Anasema, wala hapana anisaidiaye juu ya hao ila huyo Mikaeli mkuu wenu. Kwa hiyo kama rafiki yako anakuambia mambo haya, unaelewa nini? Mimi ninaelewa kwamba kumbe wakati yeye anakuja kwa Danieli si mara ya kwanza kufanya hivyo. Amekuwa akishuka mara nyingi, na wakuu hao wa Uyunani, wakuu hao wa Persia, wakuu hao walikuwa wakimzuia hata alipokuwa anashuka kuja kuleta ujumbe, lakini Mikaeli, Yesu, ndiye aliyekuwa anamsaidia siku zote. Basi Mungu ni mwema. Kwa hiyo lini tunaweza? Anasema tutakapokuwa watu wazima na tukuwapo kiimani, tunaweza yote kwa neema. Kama vile mtu mzima anavyoweza mambo yote ya kiimani, kama vile mtu mzima anapoweza mambo yote ya kimwili kwa neema, anaoa, analima, anafanya biashara zake, anajitafutia, anazaa, anawalisha na watoto wake. Vitu vingi huonekana akifanya na kuamua mwenyewe, lakini kiuhalisia ni Mungu au roho ya uchafu au roho ya ubinadamu ndani yake, kulingana na ipi anaipa nafasi wakati gani, ndiyo inayofanya kazi katika maishani mwako, katika maisha yake. Ndivyo ilivyo hata katika wokovu, yote tunayaweza katika yeye atutiaye nguvu, neno la Bwana linasema. Kwa hiyo tunapokuwa kila jambo tunaliweza na tunaweza kushinda na kuamua vyema. Ndiyo maana watoto wakikosea hata makosa makubwa kibinadamu wanaweza samehewa kirahisi sana, maana akili inakuwa haijakuwa vizuri, tunaamini. Lakini wakubwa si rahisi kusamehewa bila adhabu. Ndiyo maana tunapokosa kikawaida, hata Mungu mwenyewe anachukia na anashangaa, tena anakasirika sana, maana anajua tunaweza kuamua vyema, lakini bado tunaamua ujinga. Ni sawa na mtoto kwamba umempa uwezo wote na nguvu zote na uelewa wote na maarifa yote muhimu katika maisha yake, lakini bado anaamua ujinga. Kama mzazi, lazima utakuazika na kumwonea huruma sana mtoto wako huyo, ukitamani aamue vyema, maana ameshakuwa sasa na anauelewa. Mkumbuke wakati Adam alipoumbwa,
aliumbwa mtu mzima, hakuumbwa mtoto. Ndio maana aliambiwa nendeni mkazaliane na kuongezeka. Kwa hiyo hakuna uwezekano kabisa alikosa akiwa anajua anakosea. Ndiyo kinachofanyika hata sasa. Ni machache sana tunafanya bila kujua kuwa ni makosa, lakini bado tunafanya makosa huku tukijua. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 ndio utakuta habari hiyo inasema, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, sauti mbaya. Mimi nimeongezea hapo sauti mbaya, sauti ya ushauri mbaya. Unajua ni ushauri mbaya, lakini bado kwa sababu ni mke wako unausikiliza ushauri huo na kuutenda. Ni jambo baya sana. Bwana awape kuwashauri wame zenu na wake zenu mambo mazuri katika jina Yesu aliye hai, na sio wake tu na wame, hata marafiki zenu. Katika kile kitabu cha Yohana sura ya 15 aya ya 9 hadi ya 12 inasema, amri yangu ndiyo hii, mpendane kama vile mimi nilivyowapenda. Lakini ndugu mtazamaji na msikilizaji, endelea kuwepo hapa, usiache. Tutaendelea kujifunza neno hili ambalo lipo kwenye mabano. Unasema, je, Mungu aliruhusu, alijua kuwa atakosea Adam au hakujua? Na mpango wake ni nini katika uumbaji? Okay, wewe nenda katafakari hilo, na Mungu akitujalia basi tutakuwa na makala nyingine nzuri kwa ajili ya kulizungumzia jambo hilo. Siri ipo kwenye maamuzi, sio tu kujua. Yaani siri ipo katika kuamua. Okay, sio tu kujua. Kujua ni jambo moja na kuamua ni jambo lingine. Amua yaliyo haki. Yaliyo haki ni yale ayapendayo Mungu na wastaarabu wayapendayo. Sio tu watu wa Mungu, ila watu wa Mungu walio wastaarabu kweli, wenye mambo ya kimungu, kwa sababu sio wote wenye mambo ya kimungu. Ndio maana Mungu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa kila kitu chako na jirani yako kama ujipendavyo. Mpende Bwana Mungu wako kwa kila kitu chako na jirani yako kama ujipendavyo. Mtawatambua kwa matunda yao. Mimi nasema mtawajua kwa tabia zao. Kama wataficha tabia, hapo ndipo inakuja mtawajua kwa matunda yao. Kuna matendo, kuna tabia na kuna matunda. Maandiko yanasema hakuna lililojificha ambalo halitawekwa wazi. Itoshe kusema hakuna siri yoyote, yote yako wazi. Shida unamficha nani na lini na wakati gani? Wewe hata useme sasa wanadamu hawanioni, lakini Mungu akuona wazi wazi, na mwisho wa nyakati yote yatawekwa wazi. Wakumbuke wana wa Israeli walivyounda ile punda, ile ng'ombe ya sanamu ya ng'ombe, na mkumbuke shetani alivyoasi, alivyotaka kujinua. Mungu alikuwa anaona tu. Yes, wakumbuke watoto wa Babeli walipotaka kujenga mnara. Yes, wakumbuke hao. Yeye anaona, anasema twende tukaangalie. Kwa kumbe kila kitu anakiona, labda amue kutokukiona. Makala inaendelea kusema na mafundisho yanaendelea kusema, unaona saizi kama vile wakijua ndio kuna aibu. Unaambiwa kila kitu siku za mwisho kitazidi zaidi. Aibu nayo itakuwa kubwa, ndio itakuwa kubwa kuliko hii ya sasa, na fedheha ya maumivu yake yatakuwa zaidi. Fikiria tu, unaogopa marafiki, wakati mwingine hata ndugu zako, labda wako mbali wakijua tabia zako mbaya. Enzi hizo za mwisho, kila kizazi kitakuwepo, watoto hadi wajukuu na vitukuluze, na kila mtu atakuwa na upeo wa kuelewa na kumbukumbu zote na kujua maana maandiko yanasema maarifa yataongezeka. Hapa kama una swali uliza, maana ndilo nililoitiwa. Maswali ya Mungu ndiyo maswali ya akili kubwa, nami nayapenda sana. Uliza mtumishi wa Mungu, wala usiogope. Ndio maana nawaambia kila kitu ni mahesabu, nayo topic tulionayo ni logic. Logic iko somo gani? Utaelewa, ni mathematics, yani mahesabu. Ikutoshe kusema tu kama ulivyojifunza algebra, wakiwa wamesema if x is equal to 3, kama x ni sawasawa na 3 na y ni sawasawa na x, y lazima ujue iko sawasawa na x, na y lazima ujue iko sawasawa na 3. Kwa hiyo x ni sawasawa na 3, au tunaweza kusema 3 ni sawasawa na x, na x ni sawasawa na y, na y ni sawasawa na 3.
Hapa hata kama una swali, usiulize maswala ya hesabu, nilishatoka huko, maana nilishavuka. Sijibu maswali ya akili ndogo. Sijaitwa kwa ajili ya hayo. Nimekwambia kwa sababu unaelewa sana haya. Aljebra unaikumbuka, hesabu unaikumbuka. Hata kama hesabu uikumbuki, unakumbuka kuhesabu. Basi Mungu ni mwema na Mungu aendelee kuwaongoza. Hapa ni hatua kabisa za mwishoni za makala hizi, na hapa ndipo namna ya kuacha tabia mbaya. Unaachaje tabia mbaya? Anasema tunaviacha vitu tusivyovipenda kwa kufuata hatua hizi. Kwa hiyo lazima kitu usikipende, okay? Unapokuwa unakipenda, basi anza kukichukia, kwa sababu mara nyingi huwa tunaacha vitu ambavyo hatuvipendi. Huwezi ukaacha kitu unachokipenda, okay? Hatua ya kwanza anasema amua kuacha. Amua kumwamini Mungu na Yesu na Roho Mtakatifu, mitume na malaika zake. Chukia tabia hizo mbaya, andaa checklist kabisa ya tabia zako mbaya zote na anza kuziacha. Omba msaada wa maombi, na wewe mwenyewe omba kila siku mbele za Bwana Mungu. Funga na kuzidi kuomba. Kila jambo lako hata ambalo unaona ni la kawaida sana, aliombee na ulibariki kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi. Kila kitu alikiumba yeye. Jua kuwa una mamlaka nacho. Wewe pia mfano wa Mungu aliye hai na unaweza. Uombapo kila siku, ukiri kuwa wewe ni mwana wa Mungu na unaweza kuacha tabia mbaya au kusimama imara. Penda haki, penda rehema, enenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Ndivyo vitabu vya Mungu vinavyosema, hasa katika kitabu cha Mika sura ya 6 aya ya 8. Utaenda kuikuta hapo. Penda haki, penda rehema na uenende kwa unyenyekevu na Mungu wako. Ukipata wazo, ukisikia sauti, ukiota ndoto, ukiona maono, ukipata ushauri, ongea na mtumishi wa Mungu aliye hai, anayejua maono ili akusaidie. Uchawi ni chukizo kubwa mbele za Mungu wetu. Usisubutu kwenda kwa waganga au kuufuatia uchawi. Mungu atakukomesha. Kwa wale wenye tabia ya uzinzi, ni dhambi juu ya mwili wako mwenyewe na nafsi yako, okay? Iombe msamaha nafsi yako mwenyewe, maana umeikosea. Tubu pia kwa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu akaae ndani yako. Ni vema uanze kwake akusamehe, maana ndio atuombeaye mbele za Mungu na ndiye atufundishaye kuomba vyema mbele za Mungu. Ukiwa katika kuitoa sadaka, neno la Mungu linasema ukakumbuka jirani yako ana neno juu yako, acha pale pale madhabahuni, nenda kayajenge na jirani yako, halafu njoo utoe sadaka yako. Hata Roho wa Mungu ndani yako ni jirani yako, mnakaa katika vyumba katika mwili wako. Isipokuwa ukianza kutubu na kuomba, huwa anakusamehe. Isipokuwa pia ni vyema kumwambia pia atusamehe. Kwa hiyo unapoanza kuomba, anza kuongea na Roho Mtakatifu aweze kukusamehe pia. Lakini jua Yesu ndiye njima, uzima na kweli. Kwa hiyo hata kabla hujaenda kwa Roho Mtakatifu, ongea na Yesu, sababu Yesu atamshawishi Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako, kwa sababu yeye ndo amemuomba aje. Atamshawishi akusamehe na aweze kukuombea mambo mema kwa Bwana Mungu wako. Yeye Roho Mtakatifu ni msaidizi wako, hata kuchukia, anataka uweze kushinda mitihani yako yote. Barikiwa sana kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Sema nimebarikiwa kwa jina la Bwana Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, na uitike amina sana. Rudia maneno hayo. Barikiwa sana jina la Bwana. Barikiwa sana kwa jina la Bwana wa majeshi. Sema nimebarikiwa kwa jina la Bwana wa majeshi. Makala hii imeandaliwa na kuandikwa na kuletwa kwenu na mtumishi wa Mungu Ambrose Aaron Nyone kwa msaada wa roho na uzima wa kimungu ndani yangu. Bwana wa majeshi awe pamoja nanyi, na hii ni PHD Ministry, yani Power Healing and Deliverance Ministry. Bwana wabariki na Bwana waongoze, na Mungu awape baraka na uzima na utukufu mwingi. Basi kabla hatujamaliza, napenda niwaombee kabisa. Bwana awape baraka katika jina la Yesu aliye hai, zile baraka za kufanikiwa, baraka za kuongezeka.
Baba Mungu mtakatifu, Mungu wa milele yote, Baba ninakushukuru kwa sababu ya makala hii. Mungu ukaipe nguvu ya uzima na uponyaji, mafungulivu na kufungua, ile power, healing and deliverance, zile nguvu za kimungu, uponyaji na wokovu ukawe ndani yao, hata kama walikuwa wamefungwa kwa tabia, hata kama mimi mwenyewe kama kijana bado kuna mahara sijasimama, ukaniokoe Bwana, kwa sababu mimi mwenyewe nitaendelea kusikiliza na kuangalia makala hizi, kwa sababu mimi pia bado ni kijana. Ninamuamuru kijana popote pale alipo asikilize makala hii katika jina la Yesu hai. Roho za vijana zipende kujua hekima ya Bwana Mungu wetu katika jina la Yesu aliye hai. Hata wale watu wazima ukaangalie kurekebisha tabia zao, hata watoto wakalindwe vema katika jina la Yesu aliye hai. Kwa nguvu zako Bwana wa majeshi, ukatujalie uzima na nguvu na mamlaka ya kushinda, ni katika jina la Yesu aliye hai nimeomba na kuamini. Basi mtumishi wa Bwana, Mungu akuongoze, akubariki. Kama neno la Bwana linavyosema, sadaka ni muhimu. Ikiwa umeguswa, basi tuma sadaka yako kupitia namba hiyo 0688707864. Lakini pia ikiwa wewe, hii ni namba ya Airtel, tunaita Airtel, okay? Airtel. Ikiwa uko nchi za nje, unaweza kuanza na plus 255 688 Ikiwa unapendezwa kutuma kwa akaunti ya NMB ili usisumbuke sana, NMB inasema ni 510 yes 28756. Jina ni lile lile la mtumishi wako wa Bwana, Ambrose Aaron Nyoni. Au utakapokutana na majina kama hayo, Bwana Mungu akuongoze utakapokwenda kutuma, basi ukatume. Nimekuza ili upate kuyaona, ni katika jina la Yesu aliye hai. Bwana wa majeshi awaongoze na awe kiongozi wenu. Mungu wa utukufu awe baraka kwenu, awabarikie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu wa majeshi awe kiongozi wenu. Nami ninawiwa kuwabariki ninyi ambao mtaguswa kutuma sadaka zenu kupitia namba hizo. Baba mtakatifu, angalia watoto wako wanakutolea sadaka zao ambazo ni mkono wako na rehema zako ndio uliowapa. Umewapa wewe, kila kitu ni chako. Wao wanarudisha tu kwa sababu wamekuwa na moyo na roho na macho ya kuona na moyo wa kusikiliza. Ile nafsi yao Bwana ukaifariji, ukawalinde kwa nguvu zako Bwana, ukawabarikie Baba wa majeshi. Mungu wa utukufu usiwasahau wao hata vizazi vyao. Wapatilize mambo mema, wapatilize baraka hata watoto wao, kizazi cha 3 na cha 4 kikafurahie baraka za wazazi wao na maono yao, kwa kuikuza huduma yako, kwa kutuma sadaka zao, sadaka za moyo wa kupenda, fungu la 10, shukrani Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Sadaka za mavuno yao ya kazi zao Bwana, ukaziangalie na kuzibariki. Angalia na afya yao, ukawatibie Bwana wa majeshi. Amen. Basi neno la Mungu linasema nisiache bila kuombea afya yenu. Basi kama wewe ni mgonjwa mahala popote pale ambapo unaumwa, hii ni PhD Ministry. Angalia, ina power, ina healing na ina deliverance. Amini, ni huduma ambayo itakufungua kabisa. Uwe na imani kwamba nitakaposikiliza maneno ya mtumishi wa Mungu, nimepokea kabisa katika jina la Yesu aliye hai. Imani huja kwa kusikia. Sikiliza neno, itakuja kwa kuangalia, kwa kuona kama wewe unaweza kuona. Moyo ule wa kusikiliza maneno ya maandiko matakatifu
Lakini hata kama wewe Mungu kupa macho ya nyama ya kuona, there is vibrations of fire ambao yanatoka katika mafundisho haya. Mungu akubariki tu, uwe na rafiki aweze kukufungulia tu hata uone katika jina swali hai. Na Mungu mtakatifu, ninaomba atarika patasika, mtu ambaye ni kipofu, ambaye haoni au kiziwi, ambaye hawezi kusikia sauti, weka vibrations za ajabu ili waweze kuzihisi, hata kama mtu anapokuwa jirani yake amesikiliza akiwa amemwambia au hajamwambia, zile vibrations zitoke tu na kumwendea na kumpa uponyaji. Bwana, unaweza kufanya hivyo. Mimi nina uhakika kama nuclear fission ziende zikamuokoe katika jina la Yesu aliye hai. Kama yule mama aliyeblidi miaka 12, Mungu yeye alienda kugusa. Sasa huyu haoni, ni kipofu haoni, ni kiziwi hasikii, na tumesema neno imani huja kwa kusikia au kuona. Atapata sika la manaya. Achilia nguvu Bwana, zitoke nguvu, zitoke tu katika video hizi, ziende zikamponye Bwana. Hata kama simu haijafunguliwa, akipita karibu ya neno linaposemekana hii, Mungu kamjalia hata macho ya nyama, tena zaidi na yale macho ya ndani pia, akaone kwa macho yake katika jina swali hai, akasikie kwa macho yake. Wakati naendelea kuomba maombi haya, na wewe ambaye unaumwa mahala popote, shika mahali unapoumwa, au kwa imani nena katika jina swali hai, mimi ni mzima, mimi nimepona, mimi ni mzima, mimi nimepona, nami nitayashangilia matendo matukufu ya Bwana Mungu wangu katika jina la swali hai. Baba mtakatifu wa mbinguni, ninakuomba uachilie nguvu za uponyaji, nguvu za kimungu kwa mtoto huyo, nguvu za uponyaji, nguvu za mafungulivu kwa mdada huyo. Funguka katika jina swali hai, pokea uzima, pokea uponyaji, pokea afya njema, pokea mamlaka, pokea nguvu za kimungu. Kiwete simama, ninakwambia mimi sina fedha wala silver, ila nilicho nacho ndicho ninachokupa. Ninakuamuru kwa jina la Yesu, simama utembee. Asikarambata. Sikia wewe ambaye usikilizi, macho yako yapokee macho na yaone, moyo wako uwe moyo wa kuona, tumbo lako lipokee uzima, tumbo lako lipokee uzima katika jina swali hai. Kansa mwachilie, kansa mwachilie, kansa mwachilie, homa mwachilie katika jina swali hai. Hauna mamlaka, pepo mchafu mwachilie kwa jina la Yesu, ni katika jina la Yesu aliye hai. Bwana wa majeshi awe pamoja naye. Ninakushukuru Bwana kwa sababu umeweka uzima na uponyaji, mamlaka na uwezo mwingi katika mamlaka ya maneno haya. Imani imeenda pamoja na mafundisho haya, ni katika jina la Yesu aliye hai. Bwana yu mwema sana. Ndugu mtazamaji, sema asante Bwana kwa kutuponya. Asante Baba, umeniponya. Asante Mungu, asante katika jina swali hai, na Bwana aendelee kuwaongoza. Basi wewe uliyepokea uponyaji, unaweza ukatuma shuhuda yako, lakini hata shukrani yako kulingana na Mungu alivyokubariki. Usisite kutoa wala usisite kumshukuru Mungu. Anasema hawakuponywa watu wote 10. Je, wale 9 wameenda wapi? Ni huyu tu aliyepona. Basi wewe unaitoa shukrani, una baraka zako katika ufalme wa Mungu. Mungu akubariki. Bwana akubariki. Wewe kama kijana, share video hii kwa kijana mwenzako, kwa mama mwenzako, kwa babu mwenzako, kwa bibi mwenzako, kwa mjomba wako. Watumie maneno ya maandiko matakatifu haya. Bwana akubariki sana. Basi mimi ninawashukuru sana. Kama hauja subscribe, jitahidi usubscribe channel zetu. Kama haujatufollow, jitahidi utufollow PhD Ministry. Tunapatikana Facebook, tunapatikana Instagram, tunapatikana TikTok, tunapatikana hata hapa YouTube. Jina la Bwana libarikiwe sana, na Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo awabariki na kuwaongoza. Hata wakati mwingine, Mungu ni mwema na Bwana awabariki sana. Amen. Pata muda wa kumwabudu Bwana. Amen.